Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Islam, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa tujalie katika watu ambao walioongoka katika njia iliyokuwa sawa, na tuonyeshe haki ili tuweze kuifuata, na tuonyeshe batil ili tuweze kuepuka. Inshallah, katika mambo ambayo, katika sababu kubwa ambazo bila shaka zimepelekea Waislamu kufarikiana kama inavyofahamika na kugombana, ikawa huyu anavutia upande wake na wengine anaona kwamba si Waislamu pengine, au ni makafiri, au ni watu wa bid'a na mengineyo ambayo tunayashuhudia katika jamii zetu. Moja katika sababu kubwa ambazo zilizopelekea huko ni kuto kufahamiana Waislamu wao kwa wao. Yani mtu yeye anatosheka tu na ile fikra yake yeye na madhehebu yake yeye na rai zake yeye, hataki kujua fikra za watu wengine. Sasa mara nyingi wanasema Waswahili kwamba mtu ambaye aliyekuwa hakujui hawezi kukuthamini, lakini pia hata Waarabu wanasema annasu a'da'u ma jahilu, watu wanakuwa ni maadui wa kitu ambacho hawakijui. Kwa ajili hiyo si jambo geni kuona mtu ambaye kitu hakijui lakini akawa kitu kile anakishambulia na ikawa anakikataa kile kitu, pamoja na kwamba yeye bado hajajua uhakika wa kile kitu. Sasa haya ndio ambayo yanatokezea pia baina ya Waislamu. Sasa hivi kitu kikubwa ambacho utaona kwamba anatokezea mtu anazungumza madhehebu nyingine na kuanza kuishambulia madhehebu nyingine na kuwakufurisha pengine watu wa madhehebu ile. Lakini lau kwamba utamfuatilia yule mtu utakuta kwamba pengine hajui chochote kuhusiana na ile madhehebu ambayo yeye anaizungumza, bali ni maneno tu ambayo kayasikia pengine kwa mashehe zake, au kasoma katika mitandao, au kasikiliza pengine katika mitandao. Basi yeye anachukua yale maneno, anaanza sasa kuyaelekeza kwa Waislamu wenzake, akidhania kwamba wale Waislamu ambao anawashambulia pengine ni makafiri au ni watu wa bid'a. Kwa hakika hili ni jambo ambalo ni jambo baya na ni jambo zito ambalo limeenea katika jamii zetu za Kiislamu. Na ndio maana maulama wakubwa ambao waliobeba fikra ya Kiislamu katika zama za hii karne ya 20 mpaka 21 ni al-allamatu Ali Yahya Muammar rahimahullahu ta'ala. Mwanachuoni huyu aliweka msingi mmoja ambao unasaidia sana katika kuwakusanya Waislamu chini ya bendera moja ya Kiislamu, au chini ya mwavuli mmoja wa Kiislamu. Nao msingi huu au nembo hii ambayo kaiweka inasema kwamba al-ma'rifatu wal-i'tirafu wat-ta'aruf. Watu wanatakiwa kwamba wajue misingi ya madhehebu zao, lakini pia wajue watu wengine. Ikisha al-i'tirafu na kuweza kukiri kile ambacho ulichokuwa nacho, lakini kukiri kile ambacho kipo kwa wengine. Ndio hata ile wanasema kwamba ra'yi sawabun yahtamilu al-khata, rai yangu mimi ni sahihi, lakini inawezekana ikawa imekosea au imekosewa ndani yake. Wa ra'yu ghairi khata'un, na rai ya mwenzangu pengine na makosa, lakinahu yahtamil al-sawab, lakini pia inawezekana ikawa ndani yake kuna usawa na kuna haki. Kwa hiyo al-ma'rifatu, kujuana, al-i'tirafu, kukiri kile ambacho kipo kwa mwenzako, lakini wat-ta'aruf, hii itapelekea at-ta'aruf, watu kujuana na kufahamiana na kupendana na kushikamana baina yao, jambo ambalo tunalihitajia mno katika jamii zetu za Kiislamu, watu kushikamana na kuwa pamoja na kwamba watatofautiana katika fikra na katika rai mbalimbali. Sasa kwa ajili ya kuhuisha au kutekeleza maana yake msingi huu ambao kaweka mwanachuoni huyu Ali Yahya Muammar rahimatullahi alayhi, nikaamua kwamba tusome hichi kitabu ambacho kakitunga yeye al-allama Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi, ambacho kinaitwa al-ibadhiyatu
madhhabun islamiyun mu'tadilun, Ibadhi ni madhehebu ya Kiislamu iliyokuwa ya wastani, iliyokuwa ya katikati. Nimependelea kuzungumzia kuhusiana na madhehebu ya Kiibadhi kwa lengo hilo hilo la kwamba kujulishana, kupeana maarifa kuhusiana na hii madhehebu ya Kiibadhi, kwa sababu pengine watu wengi hawajui kuhusiana na madhehebu ya Kiibadhi. Kwa hiyo hichi kitabu kimetoa kama mukhtasar wa kuweza kumfahamisha mtu ambaye aliyekuwa hana maarifa machache ambayo yatamfanya kwamba yeye ajue kuhusiana na hii madhehebu ya Kiibadhi, wanachuoni wake na fikra zake na vitabu mbalimbali ambavyo vimetungwa pengine yani kupitia kwa hawa wanachuoni wa madhehebu ya Kiibadhi na itikadi na mengineyo, kwa lengo hilo la almaarifatu wal-i'tirafu wat-ta'aruf. Lakini pia nimeamua hivyo tusome hichi kitabu kwa sababu ya kurudi baadhi ya shutuma na tuhuma mbalimbali na uongo ambao mara nyingine watu wanakuwa wanaunasibisha katika madhehebu ya Kiibadhi na madhehebu nyingine bila ya kuhakikisha jambo lile, na wao hawajui kwamba pengine kile wanachokisema ni cha uongo, hakihusiani na madhehebu ile. Na haya yamefanywa na watu tokea zama na zama, na mpaka sasa hivi yanaendelea haya mambo. Mfano mathalan, na hii si katika madhehebu ya Kiibadhi tu, hata katika madhehebu nyingine iko hivyo hivyo. Kuna watu ambao waliowazushia uongo pengine Ahlus Sunna, kuna watu ambao waliowazushia uongo Mashia, kuna watu ambao waliowazushia uongo Maibadhi. Mfano katika tuhuma za uongo ambazo wamenasibishiwa nazo Maibadhi ni kuitwa kwamba ni makhawarij, ni tuhuma ya uongo. Lakini pia katika vitabu vya al-maqalat al-islamiyya kina Abu al-Hasan al-Ash'ari na kina Imam ash-Shahrastani na Ibn Hazm na wengineo ambao wametunga vitabu kuelezea madhehebu na mapoti ya Kiislamu, basi mule ndani yake wameingiza fikra nyingi ambazo wamezinasibisha kwa madhehebu ya Kiibadhi, lakini fikra zile kumbe hazipo katika madhehebu ya Kiibadhi. Tutakuja kuona baadhi yake katika hicho kitabu. Mfano kusema kwamba labda Ibadhi wanapinga sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kweli. Au wanapinga ijma', makubaliano ya ulama, pia sio kweli. Bali wengine wakafikia kusema kwamba Ibadhi wanaitakidi kwamba atakuja mtume mwingine baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-ajam, katika watu wa Ajemi, si katika Waarabu. Hii ni firia, ni kadhibun, huu ni uongo, sio kweli, kama ambavyo tutakuja kuona katika kitabu hichi. Kwa hiyo inshallah tutasoma katika kipindi hichi kuhusiana na hichi kitabu ambacho kinaitwa Ibadhiyyah madhhabun islami mu'tadil, na mwanachuoni ambaye katunga hichi kitabu ni Sheikh Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi, ambaye wanazingatiwa ni katika wanachuoni wakubwa sana katika madhehebu ya Kiibadhi katika karne ya 20. Ni ruwadul fikri al-ibadhi, ni katika watu waliokuwa wameongoza katika fikra, kueneza fikra ya Kiibadhi na kutunga vitabu mbalimbali kwa ajili ya kuielezea hii madhehebu ili ipate kufahamika. Basi mmoja katika hao ni yeye al-allama Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi, ambaye huyu kazaliwa katika nchi ya Libya katika mkoa unaitwa Nalut katika sehemu inaitwa Takwit katika mwaka 1919 miladi. Katika mwaka huo baadaye akasoma pale Libya, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikisha akaweza kukutana na mmoja katika wanachuoni wakubwa wa Kiibadhi ambaye kasoma kwa As-Sayyid Muhammad bin Yusuf Atfish, mwanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Yusuf Atfish Qutbul Aimma rahmatullahi alayhi wa Algeria. Huyu mwanachuoni huyu alikuja pale Libya. Huyu mwanachuoni asili yake ni Tunisia, lakini kasoma kwa mwanachuoni Muhammad bin Yusuf Atfish ambaye ni wa Algeria. Huyu mwanachuoni huyu ambaye anaitwa Ramadhanul Lini alikuja pale Libya. Kwa hiyo akabahatika Sheikh Ali Yahya Muammar kukutana naye na akasoma kwake. Anaitwa Ramadhan al-Lini. Baada ya hapo katika mwaka 1927 Sheikh Ali Yahya Muammar akasafiri kutoka Libya akaenda Tunisia kwa ajili ya kwenda kuongeza elimu yake. Akasoma kule na akapita katika Jami'u Zaituna, chuo maarufu ambacho kipo Tunisia, Jami'u Zaituna, ambacho ilikuwa ni kama msikiti, baadaye kikafanywa kama ni chuo. Baada ya hapo akaenda Algeria kwa ajili ya kuongeza maarifa katika mwaka
1937 akaenda Algeria. Pale akajiunga katika Mahadul Hayati, akasoma pale na akakutana na wengi katika wanachuoni. Miongoni mwa hao ni al-Imam Ibrahim ibn Umar Bayyud rahmatullahi alayhi, pia al-Imam Ad-Dun na wengineo katika wanachuoni wa Wadi Mizab. Mwanachuoni huyu Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi katika mwaka 1945 akarejea katika nchi yake ya Libya, na kule akafanya haraka kubwa sana ya kida'wa, kuwalingania watu na kueneza ilmu kwa watu. Kwa hiyo kafanya haraka kubwa sana. Miongoni mwa mambo ambayo kayafanya al-Imam huyu Ali Yahya Muammar rahmatullahi alayhi ni kutunga vitabu. Katunga vitabu vingi sana. Miongoni mwa vitabu hivyo ni kitabu kinaitwa Al-Ibadiyyah fi Mawkib at-Tarikh, na kitabu kingine kinaitwa Al-Ibadiyyah baina al-Firaq al-Islamiyya, na kitabu Salat al-Jum'a, na kitabu Ahkamu as-Safar fi al-Islam, na kitabu kingine Muslimun walakinahu yahliqu wa yudakhinu, na vitabu vinginevyo ambavyo kavitunga. Lakini moja katika vitabu vyepesi na vidogo lakini ndani yake kuna maarifa mengi ni kitabu hichi Al-Ibadiyyah Madhhabun Islamiyyun Mu'tadil. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kituafikisha, tutasoma kidogo yale ambayo yalikuwemo katika hichi kitabu ili tupate tu ile nubdha, ule mukhtasar ambao unahusiana na madhehebu hii ya Kiibadhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.